kumenasibishwa hapo maadui wa Allah. Hivi Allah anaweza kuwa na adui akamdhuru Allah adui? Lakini yamenasibishwa kama vile ambavyo anaweza kunasibisha rafiki wa Allah, manake yule anayempenda, na huyu ni mtu anayemfanyia ubaya Allah hata kama hawezi kumdhuru, akanasibisha uadui kwake, kwamba anamkera Allah kwa yale anayoyafanya. Wa yauma yuhsharu a'da'ullahi, na siku ile watakaokusanywa maadui wa Allah, manake wale ambao wanafanya vitu kinyume na utashi wa Allah, ndio uadui wenyewe. Wanavunja miko aliyowaekea Allah, wanavunja utaratibu alioupanga Allah kwao, ndio uadui wenyewe. Kwa hivyo sawa sawa, fahum yuzaun, basi wao wakiwa wakati huo ni wenye kugawanywa makundi kwa makundi. Hata idha ma jauha, mpaka pindi watakapokuwa wameufikia moto. Wa yauma yuhsharu a'da'ullahi, pindi watakapokusanywa maadui wa Allah, ila nar, wamekusanywa kwa ajili ya kupelekwa motoni. Maadui wa Allah ila nar, kwa kupelekwa motoni. Fahum yuzauna, wakawa wao kipindi hicho wamekusanywa makundi makundi, manake tayari wanaandaliwa kupelekwa motoni. Taswira inaokuja hata idha ma jauha, mpaka pindi watakapokuwa wameufikia moto. Shahida alaihim sam'uhum, yatawatolea ushahidi wao hao maadui, wanatolewa ushahidi na nini? Yatawatolea wao ushahidi sam'uhum, masikio yao, wa absaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Ushahidi unatolewa na masikio yao, unatolewa ushahidi na macho yao, unatolewa ushahidi na ngozi zao. Ndivyo ilivyotajwa. Maana yake ni kwamba viungo vyao vinamtolea mtu ushahidi, viungo vyake mtu vinamtolea ushahidi dhidi yake. Kwanza, kabla ya kwenda mbele kufafanua hili, nimetaja huu adui kunasibisha na Allah, nikawaambia ni kunasibisha. Hakuna mtu anayeweza kuwa adui kuwa adui, sawa sawa, kama vile urafiki. Kuna vitu vinanasibishwa na yeye Allah. Kama jana mmoja wetu aliuliza swali hapa, akasema Adamu alayhi salam amenasibishwa kwa Allah kuumbwa kwa mikono yake. Allah amemuumba Adam kwa mikono yake. Akasema, je, kuna kitu kingine ambacho Allah amekiumba kwa mikono yake? Nikamwambia liweke kiporo. Katika kupata mapokezi, tumepata mapokezi ya sahaba aliyezungumza, Abdullah bin Umar amezungumza, ambayo ikipokewa athari hii ni athari iliyo sahihi. Mapokezi yake itakuwa yeye amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hakusema amesema Mtume, akawa amesema yeye kile alichokisema, na sisi tunamnukuu vile vile kusema yeye. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anasema, khalaqa Allahu arba'ata ashya'a biyadihi, Allah aliviumba vitu vinne kwa mkono wake. Al-arsha, aliumba arsh, wa jannati adin, na pepo kwa maana takazokuja kuingizwa huko paradiso, wa Adam, na Adam, wal qalam, na kalamu ya kwanza ile kuandikiwa vitu vyote. Hivi vitu hivi vimenasibishwa, Allah ameviumba kwa mkono wake. Tufafanue kidogo
kuna taswira baadhi ya nyakati ikishakuja, nilipata taswira wakati anasema Allah, kama vile tunaona Allah alimpa heshima Adamu, akafinyanga ule udongo, akaufinyanga kwa mikono yake, ile taswira akaufinyanga sawa. Hapo inakuja taswira, unamleta Allah kwenye taswira ulionayo wewe, ameufinyanga udongo, ameuponda. Wajibu wetu sisi, kama amesema Allah ameumba kwa mikono yake, tunajua ameumba yeye kwa mikono yake, ndio heshima aliitoa kwake, ameinasibisha. Namna gani ameumba ni yeye anajua, na kunasibishwa huku kuko kwa vitu fulani vingi. Anapotaka kukipa heshima kitu anakinasibisha, kama vile kusema Al-Kaaba ni nyumba ya Mungu. Taswira hiyo unaionaje? Mungu anahitaji nyumba, lakini ameinasibisha kuipa utukufu, hii ni nyumba yangu. Haya, na tunaambiwa pia msikiti ni nyumba ya Mungu, si ndio hivyo? Bali Nabii Suleimani aliambiwa na Allah, vitabu vilivyotangulia, nataka unijengee nyumba yangu. Suleimani mwanzo akapata mstuko ule kama huu wa kibinadamu, akamwambia Allah, mbingu za mbingu hazikutoshi wewe, naweza kujenga nyumba mimi ya kwako wewe? Akamwambia hapana, ijenge nyumba niliyokuambia mimi ni yangu. Basi nyumba ambayo yeye amemwambia hiyo unaojenga yangu, si basi? Sio kwamba ni nyumba itakomtosha Mungu, nataka wewe ujenge nyumba niliyokuambia, nyumba hiyo yangu. Kesi imekwisha. Kwa kunasibishwa kwa Allah ni ule utukufu, kitu hiki changu, kama vile anavyosema wa ibadur rahman, waja wa Allah. Kwani hao wengine ni kina nani? Wanani hao wengine? Tuko pamoja? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, waja wa Allah mwingi wa huruma ni wale wanaotembea kwa unyenyekevu. Hao wengine sio wa kwake wake, lakini amewanasibisha hawa wangu kwa kuwapenda. Sawa. Wale wengine siwapendi, sitaki kusema wangu, hataki mwenyewe. Kwa hiyo tulete taswira, kitu kinasibishwa kwa Allah ni hivyo. Usilete taswira ukapata shida. Mungu ameponda udongo mwenyewe, unaleta taswira ya Mungu kujenga hapo. Usiilete taswira ya namna hiyo kwa Allah. Bakisha hivyo amesema amemuumba Adam kwa mkono wake, ameumba kalamu kwa mkono wake, sawa, na nini kingine, pepo, na kingine arshi, sawa. Amevinasibisha kuvipa utukufu yeye, lakini yeye anavyojisifia anasema idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, anapotaka kitu kiwe ukiambia kuwa tu kinakuwa. Sawa. Hivi ukiangalia Adam alivyo na mbingu zilivyokubwa, ukubwa mkubwa sana, lakini akapewa heshima. Adamu ameumbwa kwa mkono wake. Mungu hakusema mbingu nimeziumba kwa mkono wangu, ni utashi tu, bali nitakupeni mengine pia ya kusaidia akili kwenye hilo. Adamu huyu pamoja na sisi tukapewa heshima, hata wale waasi. Anasema Allah katika suratul Isra aya 70, walaqad karramna bani adama, kwa hakika tulimpa heshima kubwa, tuliwapa heshima kubwa wana wa Adamu. Manake ni Adamu na watoto wake, sawa. Tukawapa heshima kubwa. Humo wako waasi, hamna waasi katika watoto wa Adamu, lakini ile kuwa ni mwanadamu tumempa heshima, tumewapa heshima kubwa wana wa Adamu. Wahamalnahum, neno hilo wahamalnahum, tukawabeba, fil barri wal bahri, nchi kavu na baharini. Allah anasema mimi mniwabeba nchi kavu na baharini nyinyi. Taswira hiyo unailetaje sasa? Mungu ametubeba, lakini una uhakika kwamba Allah ametuumbia vitu vya kutubeba, vinatutii. Sasa hiyo ndio taswira iliyopo, lakini kwa heshima aliyotupa akasema tukawabeba nchi kavu na baharini. Mungu umembeba mtu? Hapana. Kwa akili ya kawaida haipo hiyo, si ndio hivyo? Kwa hiyo Allah anazungumza
kwa lugha ile ambayo ujumbe utafika. Muda ambao ujumbe huu ukija kwako utafika, hivyo hivyo ndivyo alivyozungumza. Yako mazungumzo tunayasema, mtu rais anaweza akasema, mnapoanza kazi hii nitatia nguvu yangu. Nguvu yake rais naye atakuja kushika matofali. Lugha lakini imeeleweka, haikueleweka? Rais ametia nguvu yake hapa, au unasema ameweka mkono wake hapa, lugha imeeleweka. Hakuleta mkono kabisa, ameagiza tu, jamani wapelekeeni milioni kadhaa. Unasema ametia mkono wake hapa, ameweka nguvu yake hapa. Nyinyi ndio mlioponda udongo, mkapiga matofali, mkapandisha, mkajenga. Yeye ametia nguvu yake. Nguvu gani aliileta? Ya kipesa. Kwa hiyo hizi ni lugha za kufikisha ujumbe. Tuko pamoja? Tusije tukapata tabu ukawa unasema sasa Mungu alifanyaje hapo? Alifanya hivi alivyofanya yeye. Wahamalnahum fil barri wal bahr, tukawabeba nchi kavu na baharini. Warazaqnahum min at-tayyibat, tukawaruzuku vyakula vizuri. Wafaddalnahum ala kathiri, tukawafadhilisha wanadamu ala kathiri mimman khalaqna, kuliko viumbe wetu wengi. Tumepewa heshima, tukupewa heshima. Hilo nilipenda likae kabisa, tulifahamu, ili tukisonga mbele tusije tukalisahau. Na jingine katika yaliyobakia ya jana, tulipowazungumza kaumu Adi na nisba yao ya nguvu nyingi sana, Allah alisema, wale watu waliposema man ashaddu minna quwwa, ni nani aliye na nguvu kuliko sisi? Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia kwamba hawakujua wao kwamba Allah aliyewaumba ana nguvu zaidi kuliko wao, si ndio hivyo? Hapa tunapata taswira, Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja alijinasibisha yeye nguvu, hakumtaja kiumbe mwingine. Picha tunaoipata ni kwamba Allah hakuumba viumbe waliokuwa na nguvu kama binadamu au na viumbe wengine kwa kipindi hicho, na lengo kubwa, lakini tunazungumza wanadamu, sawa? Hakukuwa na wanadamu waliopata kuumbwa wenye nguvu kushinda wao, kwa sababu Allah alikuwa akitoa ishara ya kuadhibu watu kwa nguvu zao walizonazo za kiuchumi, za nini. Allah huwaambia tumeadhibu wengine waliokuwa na nguvu kuliko nyinyi. Kwa mfano Qarun alijisifia sana. Qarun mtairudia hiyo kwenye, nitakupeni reference tu katika suratul Qasas, aya kuanzia 76 mpaka 83. Suratul Qasas aya ya 76 mpaka 83. Huyu Qaruni huyu alikuwa ni katika watu wa Nabii Musa. Katika watu wa Nabii Musa akafanya dhulma, Mungu amempa kipato, akajifanya kama yeye sio mwenzao tena, akajipeleka kwenye watu wa Firauni, lakini ni mtu katika watu wa Nabii Musa. Alipewa hazina za mali nyingi sana, kiasi kwamba watu wenye nguvu, jamaa kubwa ya watu wenye nguvu, hawawezi kubeba funguo za hazina zake. Sio kubeba mali yenyewe, funguo tu za magodauni ya hazina zake, watu wenye nguvu hawawezi kuzibeba. Huenda mifunguo ya siku za hizo yalikuwa makubwa na yakuwa mengi. Sasa yalipokuwa mengi watu hawawezi kubeba, ikasifiwa hivyo. Bwana huyu, kinachotakiwa kuzungumzwa ni nini? Alijisifu uwezo aliokuwa nao kwamba ni nguvu yake mwenyewe na elimu yake mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia maneno haya, awalam ya'lam, hivi hakujua, anna Allaha qad ahlaka min qablihi, kwamba Allah alikwisha angamiza kabla yake yeye, minal qurun, watu mbalimbali katika generation zilizopita, man huwa ashaddu minhu quwwa, tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu kabisa kushinda yeye. Hakujua hilo? Kwa hiyo walikupatikana watu wenye nguvu kumshinda yeye kwa kiuchumi na vingine, sawa? Lakini ilipofikia Adi, walipojisifu nguvu na kuuliza nani mwenye nguvu, Allah akawaambia hawakujua hawa kwamba Mungu aliyewaumba ana nguvu kuwashinda wao, sawa? Kwa hiyo Mungu inaonyesha alikuwa hakuwahi kuumba binadamu waliokuwa na nguvu
kushinda wao. Kingine katika surat al-Fajri inazungumzwa, alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad, je, hukujua nini ambacho alikifanya Allah, au vipi alivyowafanyia Allah kaumu ya Adi hiyo? Je, hukulijua hilo? Irama, Adi, Irama kabila, kaumu Adi, Irama walikuweko hao Adi al-ula, manake walikuweko Adi wa hawa na Adi wengine, sawa. Adi, Irama walioangamizwa hao. Allah anasema hawa watu dhati al-imadi, walikuwa wenye majumba yao waliokuwa marefu sana, makubwa sana. Ule urefu wa majumba yao jinsi walivyoweza kuyachonga kwa kulingana na wao walivyo, sawa sawa, warefu sana, nguvu nyingi sana, na wanachonga kwa milima tu, mlango wake uko juu kabisa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, watu ambao hawakupata kuumbwa katika miji wa aina yao, sawa sawa. Kwa watu walioumbwa namna hii walikuwa ni wa aina ya kipekee. Hicho kipengele hicho nilikuwa nataka nikuweke sawa, ili tukienda mbele habari ya huyu ya hapo tumeshaimaliza. Sasa hapa napo pana maneno ambayo yanahitaji ufafanuzi sasa hivi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yauma yuhsharu a'da'ullah, na siku ile watakaokusanywa maadui wa Allah, ila nar, kwa ajili ya kupelekwa motoni, fahum yuzauna, wakiwa wao tayari wamewekwa kwa magrupu, makundi wa aina kwa aina. Hata idha ma jauha, mpaka pindi watakapoufikia moto, shahida alaihim, yatawashuhudia wao, sam'uhum, masikio yao, manake usikiaji wao utawashuhudia, ushuhudie dhidi yao, unawatolea ushahidi, masikio yanawatolea ushahidi dhidi yao. Wa absaruhum, na macho yao yatawatolea ushahidi dhidi yao. Wa juluduhum, na ngozi zao zitawatolea ushahidi, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Maneno hapa yamezungumzwa kwa mkato mno, mpaka utolewe ushahidi na masikio na macho na nini, kumetokea nini, sawa sawa. Imekuwaje masikio ndio yatoe ushahidi? Allah mwenyewe kwani hakuwaona? Aliwaona. Hawa wanaoandika malaika hawapo? Wapo. Ushahidi unatolewa na masikio yao, viungo vyao. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaisema, iliyosimuliwa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, anasema Anas, kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, siku moja tulikuwa tuko mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, masahaba wengi wapo. Fadhahik, Mtume akacheka. Hapa kuzungumza chochote cha kuchekesha, amecheka peke yake. Faqala, akasema, hal tadruna mimma adhak, je, mnajua nini nilichokuwa nikicheka, kilichonichekesha? Mmefahamu? Hawakuona kitu wala hawakusikia kitu, sawa. Ameonyeshwa yeye, mmejua kile kilichonichekesha, nimecheka kitu gani? Anas anasema, qulna, tukasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi hilo. Qala, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, min mukhatabati al-abdi rabbah, nimecheka kwa mazungumzo ambayo mja fulani alikuwa akimsemesha bwana wake Allah. Amesikilizishwa Mtume na ameonyeshwa kuna mja anamjadili Mungu. Kwa hiyo kwenye mazungumzo yale aliyoyasikia na kumuona yule bwana, mpaka ikabidi acheke. Masahaba watakuwa attentive kutaka kujua nini tena, ameonyeshwa nini huyu mja huyu mpaka akamchekesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume amefunuliwa siku ya Kiyama, wakati watu sasa wanapewa hukumu, sawa sawa. Amefunuliwa akamuona huyu mtu anamsemesha Allah namna hiyo. Alimsemesha nini? Akamwambia Allah hivi huyo mtu, ya Rabbi, Bwana wangu, alam tujirni min adh-dhulm,
hivi wewe si ulikwisha nipa dhamana ya kwamba hutonidhulumu? Anamuuliza Mungu, hukunipa dhamana wewe tangu zamani kwamba hutonidhulumu? Kwa sababu anajua wala yadhlimu rabbuka ahada, si ndio? Allah hatomdhulumu yoyote, na anasema ni jambo analoliharimisha kwenye nafsi yake. Haramtu dhulma ala nafsi, Allah amezungumza kwenye hadithi al-Qudsi, mimi nimeizuia dhulma kwa nafsi yangu, sitomdhulumu yoyote. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeifanya kwenu haramu. Sasa huyu bwana ametumia fursa ile aliyoijua, anamwambia Allah, bwana wangu, ya Rabbi, alam tujirni min adh-dhulm, ya Rabbi, hukunipa dhamana wewe ya amani ya kwamba wewe hutonidhulumu? Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu, anamwambia bala, nilikupa kweli dhamana hiyo, sitokudhulumu. Jasiri kweli huyu jamaa. Anafanya ujasiri kama wa Ibilisi. Mungu anamwambia nilikupa kweli dhamana hiyo ya kwamba sitokudhulumu. Qala, akaonyesha ujasiri wake. Qala, akasema fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni, mimi sitoruhusu hapa ushuhuda wowote utolewe dhidi yangu ila nitoe ushahidi mwenyewe. Ushahidi huo umetoka kwangu, yani ushahidi auchague mwenyewe namna ya kuutoa, akitarajia labda pengine anaweza akaletewa watu ndugu zake watakaomuonea huruma au nani. Mimi sitoruhusu hapa ushahidi ila utolewe kutoka kwangu mimi, yani mimi nipate watu nitakaowachagua mimi wanitolee ushahidi dhidi yangu. Aliposema maneno yale, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kafa binafsika al-yawma alayka shahida, imetosha, wewe mwenyewe leo utakuwa shahidi wa nafsi yako, wewe utatoa ushahidi wa nafsi yako. Anafurahi kuona kama nitatoa ushahidi mwenyewe hapa najitetea, si ndio hivyo? Kafa binafsika al-yawma alayka shahidan wa bil kiramil katibina alayka shahida, wewe ushahidi utakutosha, utatoa mwenyewe, utajitolea mwenyewe, na hao waandishi wangu hawa watakuwa mashahidi dhidi yako. Kabla hajajadili kusema labda hao siwataki, anakuja kustukia masikio yanaanza kusema, mimi nilitumika, ulinituma wewe nisikilize habari fulani fulani fulani, na nyingine ulinituma nisikilize habari fulani fulani fulani, na nyingine nilikusikizia habari fulani fulani. Atazitoa zote zile ambazo mwenyewe alizifanya kwa siri. Mdomo wake umefungwa wakati huo, sawa sawa. Allah alizungumza maneno hayo katika surati Yasin, akasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim, siku ya leo kwa sababu madai yale, nakhtimu ala afwahihim, tunaziba midomo yao, haitosema. Watashhaduhum al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, viungo sasa, na vitatusemesha, aidihim, mikono yao, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, na itashuhudia miguu yao yale yote walikuwa wakiachuma. Sasa umeona huko kumetajwa miguu, mikono, si ndio? Huku kunazungumzwa sehemu nyingine masikio, macho, ngozi, manake viungo vitatoa ushahidi, sawa sawa. Sasa nakhtimu ala afwahim, tunaziba midomo yao, haisemi. Yani pale akitaka kuongea hana nafasi tena, mdomo hauwezi kuongea, anastukia masikio yanasema, yanamtolea ushahidi. Kimya, katulia kidogo, mara macho nayo yanasema, ulinitumia na mimi kutizama hili na hili na hili, ukawa umejibanza kwa siri, umejibana, hakuna mtu anayekuona, mimi ndio ukawa umenitumia mimi nikupe habari. Mara mikono, na mimi ndio ulenituma, umenituma nikachukua hiki, nikakiiba hiki, nikafanya hiki, nikafanya hiki. Miguu inasema mimi ndio ulinituma kabisa, nikumpeleke mpaka ukaingia sehemu yenyewe, mpaka vinamalizika viungo vyote kutoa ushahidi. Anakasirika kweli kweli kwenye tukio hilo. Aliposema maneno hayo, Allah akamwambia kafa binafsika al-yawma alayka shahida, unatosha wewe mwenyewe leo kuwa ni shahidi dhidi yako, wa bil kiramil katibin,
na hawa waandishi wangu watukufu waliokuwa wakiandika alaika shahida, nao watakuwa mashahidi dhidi yako. Fayukhtamu ala fihi, utazibwa kwenye kinywa chake. Thumma yuqalu al-arkan, yaqulu al-arkan, kisha viungo. Yuqalu li arkanihi, kisha vitaambiwa viungo vyake. Thumma yuqalu li arkanihi, kisha vitaambiwa viungo vyake, intiqi, zungumza. Kwenye hadithi hiyo viungo vinaambiwa ongea, mwenyewe anasikia kwamba vinapewa taarifa ongea. Masikio yanaongea, macho yanaongea, viungo vingine vyote vinaongea. Fatantiqu bi'amalihi, viungo vyote vitasimulia matendo yake mpaka vikimaliza. Thumma yukhalla bainahu wa baina al-kalam, kisha anaachiwa sasa kile alichokuwa amezuiwa, anaachiwa mdomo wake, unaweza kusema sasa. Unapoweza kusema mdomo, ushahidi wote umeshatoka. Anakasirika kweli, fayaqulu, atasema bu'dan lakunna wa suhqa, mwangamie nyinyi. Kwa nini? Fa an kunna kuntu unadhil, mimi nilikuwa maneno yangu yote natetea nyinyi msichomwe. Sasa ndio mtaingizwa motoni, mikondo utaungua, miguu utaungua. Mimi nilikuwa natetea hilo, alafu mnanisemea. Hadithi ikazungumza namna hiyo. Qur'ani inasema pale atakapoachiwa atasema nini? Lima shahidtum alaina, kwa nini nyinyi viungo mmetoa ushahidi dhidi yetu? Viungo vitamjibu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, Allah ametutamkisha. Allah ndiye aliyetutamkisha, yeye ndiye anayetamkisha kila kitu. Alikuwezesha wewe kuongea kipindi unaongea, sasa hivi ametuwezesha sisi kuongea. Ushahidi umetimu au hujatimu? Umetimu. Ujumbe huu maana yake ni kwamba tusije tukajiona pahali fulani tuko kwenye siri sana, tukamkhalifu Mungu kwa siri hiyo. Hakuna siri bwana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata uwe siri kiasi gani, kuna siku viungo vitakushuhudia. Mungu atustiri na hali hiyo. Sasa dawa ni nini? Dawa ni toba tu. Mungu ni mkarimu kweli kweli. Toba tu, hakuna kitu kingine. Baba yetu Adam kabla hajaletwa huku, baada ya kukosea tu, alifundishwa na toba na akakubali. Alipotubia tu akawa safi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, akapokea Adamu na mkewe kutoka kwa bwana wake kupokea nini? Maneno ya toba. Alipopokea basi akafanyia kazi. Wote wawili wakasema rabbana dhalamna anfusana, bwana wetu tumezidhulumu nafsi zetu, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kama hutotusamehe na kutuhurumia, lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa ni tumepata hasara. Allah akawasamehe, akawasamehe, wakaanza upya kama hawakufanya kitu. Ndio pale wakawa wameshamaliza kozi yote kule kwenye pepo ya majaribio ya kufundishwa ibada, ikawa imetimia. Ilipotimia sasa, kwa kuwa waliumbwa waje duniani, watafanya nini? Wataletwa duniani. Wakaletwa sasa, wamekwisha maliza kozi yote, imetimu. Kwa hiyo walipoletwa duniani, wameletwa ni watu safi. Kwa hiyo sasa kuna haja gani ya kuletwa mwingine afe kwenye msalaba kwa ajili ya kuja kututoa kwenye dhambi ya asili? Kuna haja gani? Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Zabibu mbichi alizokula mjukuu, meno hayafi ganzi ya zabibu mbichi alizokula babu, meno hayafi ganzi ya mjukuu. Sawa? Babu ndiye alikula zabibu mbichi, wajukuu wanahusika na nini kula kwa babu zabibu mbichi? Yote hayo ni maandiko yamo ndani ya Biblia. Kwa hiyo Adamu alayhi salam, hata kama ingekuwa bado ana makosa, ingekuwa ni zabibu mbichi alizokula yeye. Sisi wajukuu meno yetu hayafi ganzi kwa hilo. Sawa sawa? Yeye amesalimika kwanza, Qur'ani imemtakasa, alikwisha pona, akaja hapa ni msafi. Na hata kama angekuwa bado ana makosa, isingekuwa sisi ndio turithi makosa yake. Tumekaa vizuri? Dawa ni nini sasa ili tusishuhudiwe na viungo vyetu?
dawa ni toba. Na kwenye toba Allah jinsi alivyo na mapenzi anasema hivi, qul, sema mtume uwaambie, ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, Mungu anasema enyi waja wangu waliopitiliza madhambi juu ya nafsi zao, madhambi tele, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa rehma za Allah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Allah anasamehe dhambi zote akiomba msamaha, innahu huwal ghafurur rahim, yeye ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Tumo ndani ya Ramadhani, milango ya pepo iko wazi, toba zinapokewa, milango ya moto imefungwa, mashetani wametiwa minyororo. Watu wanaokosea mitaani wasimsingizie shetani, shetani kafungwa, ni nafsi zao ziko wazi. Na hakuna vita ngumu kama vita ya kupambana na nafsi. Mwenyezi Mungu atulinde na vita hiyo. Wa yauma yuhsharu a'da'ullahi, na siku ile watakaokusanywa wale maadui wa Allah, ila nnari, kwa ajili ya kupelekwa motoni, fahum yuzauna, wakawa wamewekwa katika makundi, hata idha ma jauha, mpaka pindi watakapoufikia moto, shahida alaihim, yatawashuhudia wao, samuhum, masikio yao. Si imeshaeleweka sasa? Masikio yao, wa abswaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao, bima kanu ya'malun, yale waliokuwa wakiyafanya. Waqalu lijuludihim, watakuja kusema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini nyinyi mmetushuhudia hivi? Qalu, hivyo viungo vitasema kwa ujumla wake, antaqana Allahu, ametutamkisha Allah, alladhi, yule ambaye, antaqa kulla shay'in, aliweza kukitamkisha chochote, kila kitu. Wa huwa khalaqakum, naye Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi, awwala marra, mara ya kwanza mlikuwa hampo. Aliyeweza kukuumbeni hampo, ndiye anayeweza kutamkisha chochote. Wa ilaihi turjaun, na kwake yeye Allah mtarudishwa. Haya maneno yameingia kati kukumbushwa yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza, sawa sawa. Na kwa kuwa alikuumbeni, kufufuliwa ni rahisi. Wa ilaihi turjaun, Mungu anawakumbusha watu ufufuo wakiwa na wasiwasi. Anaambiwa, si uliumbwa, ulikuwa hupo ukaumbwa. Kurudishwa si rahisi zaidi kuliko hiyo? Ijapokuwa yote kwa Allah ni rahisi, ndivyo sivyo? Yote rahisi, lakini kitu hakipo kikatengenezwa mara ya kwanza, hivi kikibomolewa kukiungaunga si rahisi? Ndio hiyo tunakumbushwa hiyo. Mungu anatukumbusha ufufuo kwa kuumbwa mwanzo, ndio nyepesi kabisa. Hata wale wanaopata tabu kuona Nabii Isa amezaliwaje bila ya baba, wanaopata tabu hiyo, Mungu anawaambia, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, mfano wa Nabii Isa mbele ya Allah, kuumbwa kwake mnashangaa, ni kama mfano wa Adam, khalaqahu min turabi. Adam alimuumba kwa mchanga kabisa, hakuna baba hakuna mama. Mbona histu hiyo? Unastuka hiku, hakuna mama hakuna baba. Umeona mifano Ukimpelekea Mungu mfano, anaujibu mfano kirahisi kabisa kabisa, yote imeshajibiwa. Hivyo ndivyo ilivyo Qur'an. Wa huwa khalaqakum awwala marra, naye Allah ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza ile mlikuwa hampo. Wa ilaihi turjauna, na kwake mtarudishwa. Ni kipindi cha ufufuo hicho kwa ajili ya kulipwa. Wanakumbushwa wanadamu, hasa mwanadamu yule aliyemjadili Allah siku hiyo ya Kiyama. Manake kwa ujumla tunakumbushwa wote kwa ajili yake. Tunaambiwa hivi, wama kuntum, wala hamkuwa nyinyi, tastatiruna, mnaweza kujificha. Hamkuwa mnaweza kujificha, an yashhada alaikum, kwamba yasishuhudie juu yenu, dhidi yenu, samuukum, masikio yenu. Mkiweza kujificha, lakini masikio uko nayo, umejificha nini? Kujificha. Wa absarukum, na kujificha pia, wala absarukum, wala macho yenu yawe nayo hayawezi kutoa ushahidi. Hamkuwa ni wenye kujificha kwa macho. Macho pia mmejificha, hayakuoni, macho yenyewe yanakuona. Wala juludukum, wala ngozi zenu, kwamba nazo mtajificha mpaka nazo pia hazikushuhudii. Hapana, hamwezi.
lakini tatizo ni nini? Dhanantum, mlidhani wakati huo mkijificha, anna Allaha, kwamba Allah la ya'lamu kathiran, hajui mengi, mimma ta'maluna, katika yale mnayofanya. Kuna mambo mengi Allah hajui, mlidhani hivyo, lakini Allah hayuko hivyo. Sawa sawa, Allah hayuko hivyo, ni dhana yenu tu hiyo. Ilikuwa dhana mbovu. Wama kuntum tastatiruna, wala hamkuwa nyinyi mnaweza kujificha, kwamba mna uwezo wa kujificha. An yashhada alaikum, kwamba asishuhudie dhidi yenu nyinyi juu yenu, sam'ukum, masikio yenu. Hamkuwa mna uwezo wa kujificha hivyo. Wala absarukum, wala macho yenu, kwamba nayo hayatoweza kutoa ushahidi juu yenu. Wala juludukum, wala ngozi zenu hazitoweza kutoa ushahidi dhidi yenu. Ni vitu mko navyo kila pahali, na kumbe vinaweza kusemeshwa. Tunakumbushwa hilo kutokana na hoja hii ya wenzetu hawa. Tunakumbushwa sote hivi vitu vitasemeshwa. Lakini tatizo ni nini? Dhanantum, mlidhani, anna Allaha, kwamba hakika Allah la ya'lamu kathiran, hajui mengi. Kuna mengi yasiyoyajua, kwa lugha nyepesi. Kuna mambo mengi Mungu atakuwa hayajui, umejificha huko kizani. Mimma ta'maluna, katika yale mnayoyafanya. Allah anajenga hoja ya kile, anasema wadhalikum dhannukum, na hiyo ndio dhana yenu, alladhi, ambayo, dhanantum birabbikum, mliomdhania bwana wenu. Dhana yenu hii mliomdhania bwana wenu, ardakum, imekuangamizeni. Hii dhana ya kwamba Allah hayupo, askari wake pia hawapo. Basi kama hii unamuona hayupo, hajui mambo mengi, hata askari wake aliokuweka hajui. Dhana hii ikakuangamizeni. Ilipokuangamizeni, fa asbahtum min alkhasirin, mkawa ni watu waliopata hasara. Mwenyezi Mungu asitutie katika hasara hiyo. Tumdhanie Allah vizuri, ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. La yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asikubali mmoja wenu kufa ila muwe mnamdhania Allah azza wa jalla vizuri. Tuwe na dhana nzuri kwa Allah kila wakati, na miongoni mwa dhana nzuri ni kuwa Allah atatusamehe tukitubu. Fa in yasbiru, kama watavumilia sasa uko motoni, fannaru mathwal lahum, moto ndio makazi yao. Haya, wavumilie. Kuna mtu anavumilia moto? Wakiwa wataweza kuvumilia, haya, fannaru mathwal lahum, moto ndio makazi yao. Wameyatengeneza wenyewe. Nitakuwa nakosea nikisema wameyatengeneza wenyewe, kwa sababu Allah anavyotaka tuingie peponi, hizi shari tunazitengeneza wenyewe hizi, au sivyo? Au shari hatutengenezi wenyewe? Nasema tunatakiwa uamini qadar bwana, qadari iko khairi na shari, au sio? Khairihi wa sharrihi min Allah, khairi yake na shari yake imetoka kwa Allah. Ndio hivyo ama sivyo? Sivyo. Nguzo ya qadari hiyo katika nguzo za imani, si ndio hivyo? Wa antu'mina bil qadar, na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Ndio hivyo, sio? Khairihi wa sharrihi, yani tunaifasiri min Allah ta'ala, imetoka kwa Allah. Shari haikutoka kwa Allah, shari imetoka kwetu. Allah aliumba shari, lakini hakuleta shari. Kuumba kuwa iko shari ameumba, lakini tunasahau kipengele kimoja. Sisi tulikubali kubeba amana. Ni kweli si kweli? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, tulizionyesha amana kwa mbingu na milima, kwa mbingu na ardhi na milima. Fa abaina an yahmilna, vikaogopa, vikakataa kuchukua. Wa ashfaqna minha, vimepata hofu, vikamwambia Allah, ya Rabbi, nzito sana hii, tusamehe. Allah akawaachia. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akabeba amana. Tulikubali kubeba wenyewe, na tulipokubali kubeba amana ndivyo Allah alivyotupenda, akatubeba nchi kavu na baharini. Akatangaza kabisa ametubeba nchi kavu na baharini.
ameturuzuku vitu vizuri na ametufadhilisha kuliko viumbe wengine kwa kukubali kubeba amana. Sasa ukipewa amana, ndani ya amana ilikuwa vimeshaumbwa kheri na shari, vipo sawa. Tukapewa amana hii pack nzuri, beba mzigo huu, sawa, yapo nitabeba, peleka, nitapeleka. Kazi yako ni kufanya nini? Kufanyaje? Kupeleka, si ndio hivyo? Beba amana, peleka, sawa, peleka. Sasa unapoanza kufungua ule mzigo, umefanyaje hapa? Mzigo umo ndani, kazi yako ni kuupeleka. Tatizo sisi tumefungua ile mizigo. Tulipofungua tu shari ikatoka. Ikitoka unaanza kufunga tena. Unafunga wapi? Usifunge, umeshaitoa. Shari tuliitoa sisi. Allah ananasibishwa khairi zote ziko mkononi mwake. Alkhairu kulluhu biyadi. Shari hainasibishwi kwa Allah, iliumbwa na Allah kweli, lakini sisi tulipewa amana ya kubeba amana, tukaifungua. Tulipoifungua shari ikatoka. Unarudishia kufunga, umeshaitoa. Imeeleweka au pana kitu hakijakaa sawa? Hii dhana hii mbaya, ardakum, ikakuangamizeni, fa asbahtum min alkhasirin, mkawa ni wenye kupata hasara. Fa in yasbiru, kama watavumilia kwenye moto, ya Allah hatuwezi kuvumilia moto. Fannaru mathwa lahum, basi moto ndio makazi yao ya daima. Wa in yastatibu, kama watataka kuomba radhi, kutaka msamaha, hapo watoe udhuru, wajitetee, famahum min almu'tabin, hawatokuwa katika watu wenye kukubaliwa hayo maombi yao ya kutaka kuomba radhi. Kipindi hicho itakuwa hakuna fursa hiyo. Na huku duniani Allah anasema waqayyadna lahum quranaa, na tuliwaandalia quranaa, marafiki wenza wao wa kutembea nao. Tuliwaandalia, lugha hii tuliwaandalia, maneno mbele utakuja kusema sasa Mungu si mwenyewe alishatuandalia wa kwetu. Usikiliza ya maneno alafu tuende nayo. Tuliwaandalia quranaa, marafiki wao, wenza wao wa kuwa nao karibu. Hao marafiki, fazayyanu lahum, wakawapambia, ma baina aidihim, mbele aliyoko mbele yao, wa ma khalfahum, na aliyoko nyuma yao. Walipowapambia, wa haqqa alaihimul qawl, basi likathibiti neno hilo ambalo limewakuta la adhabu, likathibiti fi umamin, katika umma, kad khalat min qablihim, yani likawa neno kama la wale umma min qablihim min aljinni wal ins, majini na wanadamu waliotangulia. Innahum kanu khasirin, kwa hakika wao walikuwa ni wenye kupata hasara. Na hawa wameandaliwa marafiki wakawafanya kama wale na wakapata hasara. Nakuja sasa swali, sasa Allah, mbona umetuandalia marafiki hao? Allah vitu vyote ameviandaa duniani, vipo, na hakutuumba sisi kama wanyama. Tofauti kubwa sana sisi na wanyama na malaika. Sisi tumepewa uwezo, utashi. Ukitaka hiki unaweza, na ukitaka hiki unaweza. Ukaambiwa Mungu anachotaka ni hiki, unaweza. Mungu hataki hiki, unaweza kuacha. Sawa? Ukienda kwa Mungu, Mungu anakunyoshia mkono, anakufunulia mambo mazuri kabisa, unakuwa una power ya kujihami. Ukiwa humtaki Mungu, wako wengine watakufuata. Mungu ameshawaandaa, wapo. Zayyana lahum qurana, tumekwishawaandalia marafiki, wapo. Hutaki huku, utakwenda huku, wameandaliwa, wapo. Sio kama amekuandalia manake wale lazima wakufuate wewe. Mwenyewe unachagua. Au haieleweki? Jamani, hivi tunafanyishwa vitu hivi kwa nguvu au ni utashi wa mtu? Leo mimi nataka kuwa Simba, unaingia Simba unavaa nyekundu. Kesho sitaki na kuwa Yanga navaa njano. Au unalazimishwa? Unalazimishwa. Nataka kuwa Simba, nyekundu hii hapa, vaa, unavaa. Mimi mwana Simba, damu.
sitaki tena, hakuna mtu anakushika Yanga, si ndio hivyo? Na mambo mengine ni hivyo hivyo, hata anayetaka kuzini ni hivyo hivyo pia, hapelekwi kinguvu, ni yeye mwenyewe. Na akitaka kutoa zaka pia ni yeye mwenyewe, na akigoma pia ni yeye mwenyewe, anaweza vyote. Ndivyo tulivyoumbwa hivyo. Imekaa sawa? Kwa hiyo tusije tukasema lakini hapa mbona Mungu sasa ameshawaandaa hawa? Sawa, hata pombe pia si ameiandaa, ipo. Kwani ameandaa manake kunywa? Ameandaa ili akupe mtihani usinywe. Kama angekuwa hataki angeiondoa, mtihani ungekuwa haupo. Kama sivyo, pombe hakuna, wote tumefaulu. Hamkunywa pombe, hatukunywa. Ilikuwepo? Hakuna. Sasa mtihani gani? Mtihani ovyo. Ilikuwepo? Ndiyo. Uwezo wa kunywa ulikuwa nao? Ndiyo. Na pesa unazo? Ndiyo. Sikunywa. Mtihani umefaulu sasa. Lakini haipo. Sio mtihani. Imekaa vizuri? Qayyadna lahum qurana, tukawa tumewaandalia, manake kama tumewapambanisha nao, tumewaandalia hawa marafiki zao. Fazayyanu lahum, wakawapambia ma baina aidihim, yaliyoko mbele yao, wa ma khalfahum, na nyuma yao. Wa haqa alaihimul qawlu, likathibiti juu yao neno, fi umamin, la wale umma, qad khalat min qablihim, lile neno lililokuwa kwa umma waliokuwa kabla yao na hawa waliokuja baada nao, likathibiti kama la kwao, kwa sababu wamewafuata marafiki wanaofanana. Min qablihim min aljinni wal insi, kabla yao majini na wanadamu waliokuwa wamekosea nao wakafanya kama wao. Innahum kanu khasirin, kwa hakika wote hao walikuwa ni wenye kupata hasara. Waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru kumpinga Allah, Mquraishi wa Maka. Sasa manake ilikuwa wanahusika wakubwa huku nyuma, ilikuwa kadhia inawagusa sana, sawa? Walisema nini? La tasma'u li hadha alquran, wanaambiana msisikilize hii Qur'ani. Muhammad bwana, maneno yake msisikilize, yatawaroga tu. Mkimsikiliza tu mmekwisha. Dawa nini? Msisikilize, wanaambiana. Walghaw fihi, ipuzeni. La'allakum taghlibun, mkifanya hivyo ndio mtashinda, huenda mkashinda mkiacha kuisikiliza. Sawa sawa. Wamehusiana msisikilize Qur'ani ili mshinde. Lakini Allah mfalme bwana, mfalme kweli kweli bwana, wenyewe mambo yamewazonga, wanamtuma mtu aende kule akasikilize. Utba, nenda bwana, mimi nitakwenda kutoa proposal zangu kule kwa Muhammad, nitakwenda. Akazitoa 1 2 3, mtume anamwambia sasa nisikilize mimi. Anasema sawa, akampiga nayo tangu mwanzo wa sura. Amesikiliza akusikiliza? Huyo ndio Allah jamani. Tumtii Allah jamani, anaendesha mambo yetu vizuri, anatupenda kwa kweli. Na ukiamua kumnyoshea Allah mkono, anakupokea haraka sana. Unaweza ukapata faraja kwenye sehemu ambayo hata ukufikiria. Niwape mfano. Ashabul Kahfi, si waliacha mji una chakula una kila kitu, lakini walipoambiwa muasini Mungu wakakataa, si ndio hivyo? Wakaambiana jamani, tukimbilieni pangoni bwana, huenda Mungu atatupa mazingira rafiki kule kule, tutapata mazingira rafiki, Mungu atatufanyia kila kitu kule kule. Wamemwamini Allah atawapa mambo kwenye pango, hamna chakula hamna chochote. Allah akamwambia njooni, kweli nitakupeni. Walipoingia kupumzika tu akawapumzisha kweli, basi hawana shida tena, wakalala bwana. Tena wakalala namna ambayo hawaozi, anawapindua mwenye usingizini. Allah anawapindua tu, hawaozi. Miaka inakatika, anawageuza huko akiwageuza huko, mpaka mwisho akaja kuamsha tena waje washuhudie kwamba ile dua mliomuomba Allah ameitikia. Ni hivi hivi Mungu anaweza kumfanyia mtu chochote yoyote. Jitambulishe wakati wa neema zako, Allah atakutambua vizuri wakati wa shida zako. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika hao. Falanudhiqanna alladhina kafaru, tutawaonjesha wale waliokufuru adhaban shadida, adhabu kali. Wala najziyannahum, na tutawalipa tu aswa alladhi kanu ya'malun,
mabaya sana ya yale waliokuwa wakiyafanya. Yani watapata malipo mabaya kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Allah atulinde na shari hiyo.